chezo. Kuna Mungu. Sahi kila mtu anasema, oh my God, what is it? What is this? Kila mtu anasema, oh my God, what is it? What is this? Kila mtu. Hakuna mtu ambaye hajaita Mungu. Watu wote wanaita Mungu. Wakisema my God, my God. Hata wale walikataa ya kwamba Mungu hayuko, saa hii wanajua yuko. Kwa sababu mahali pa kukimbilia ni kwake tu, hakuna mahali pengine. Mungu yuko. Mungu yuko. Ako na uwezo wote. Mungu yuko. Ako na nguvu yote. Mungu yuko. Anabaki mwaminifu sana. Mungu yuko. Wapendwa, Mungu yuko kabisa na nguvu yake yote ya kiungu. Mungu yuko. Turudi kwa somo letu ambayo naweza hata kuiweka kwa kichwa kwa wale tulianza nao. Naweza kuiweka kwa kichwa, kuinena bila kuangalia Biblia. Kwa wale wako na memory kubwa ama very sharp, anaweza kusema verses hiyo kwa kichwa. Kwa sisi hao wengine si rahisi tuisema kwa moyo, lazima tusome, kwa sababu hiyo ndio maisha yetu ya kusoma. Biblia inasema hivi, Wakorintho wa pili 5:17 mstari wa kusoma. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. I like to read my Bible. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Therefore, if any man, anyone is in Christ, he is a new creature. Si yule tu. Anakuwa mtu mpya kwa mambo yake yote. Anakuwa mtu mpya kwa mambo yake yote. Kwa mambo yoyote anayofanya anakuwa mpya. Njia yake ya kutembelea inakuwa mpya. Atakuwa na watu wapya njoo ataanza kutembea nao, kwa sababu amepata njia mpya ya kumfanya awe mpya ndani ya Kristo. Wapendwa, ukweli ni kwamba kanisa haibadilishi watu. Kwa sababu ya nini? Kanisa imekosa nguvu ya kubadilisha watu. Kanisa inakuwa mahali pa biashara. Ukienda makanisani mengi utakuta kabisa biashara inaendelea hapo. Na unapata hata mahubiri inayohubiriwa pale ni kutajirika tu na kusafiri, kuwa na gari kubwa, nyumba kubwa, mashamba. Hiyo vitu yote si mbaya, ni vizuri. But lengo
Lengo letu si mashamba na magari. Lengo letu ni Yesu, kuhubiri Yesu, kuonyesha watu Yesu, kufundisha watu Yesu. Ndio lengo letu, kufundisha watu Yesu. That's why Paulo anasema if any man, unajua ukiwa mfanyabiashara ukienda kanisani utatafuta connection ya biashara. Why? That is you, what you have. Dato wanaenda tunahangaika kwa sababu ya kukosa nguvu ya neno la Mungu inayobadilisha mtu. Unajua mimi most of the time najiuliza sana, what kind of message Peter alihubiri the first day alisimama kuhubiri? Nimejaribu kusoma hapo, sikuona kitu, isipokuwa alisema ukweli. Yesu huyo mliyeuwa akazikwa, siku ya tatu akafufuka, ndio mwenye kutupa ahadi hii mnayoona leo. Au watu hawajalewa hiyo tu. Ndio Biblia inasema mioyo yao ikaguswa sana. Hapo na connect na kitu moja, you and I, we shall know the truth and the truth shall set us free. Manake without ukweli we are not free, na ukweli haipatikani mahali popote kama si ndani ya Yesu. Bwana sifiwe. Hakuna mahali popote. That's why Biblia inasema hivi, Paulo anamwambia Timothy ya kwamba, Timothy mtoto wangu, shikilia kanisa ambayo ni nguzo la ukweli. Hiyo wakati wao mali pa kupata ukweli ilikuwa kanisani. Kwa wale walikuwa na tamani kuishi kama wao. Kuishi kama wao ni kuacha maisha unayoishi na kwanza maisha mapya kulingana na neno unayosikia kwao. Waliogusa na mahubiri ya Peter wanamwambia, ndugu mpendwa, tufanye vipi kusudi tufanana na nyinyi? Leo hakuna kwa kanisa. Unahubiri hivi, mtu amesimama anajaribu atoka hapo, hawezi kutoka. Anajaribu alala usingizi, hawezi kulala. Manake anagongwa na moyo. Kuna nyundo ndani ya neno la Mungu. Neno la Mungu ni nyundo. Uliza Yeremia atakwambia. Waligonga mioyo. Biblia sema mioyo yao ikaguswa sana. Hakuna mtu aliwaita. Unajua leo tunafanya vituko kwa kanisa. Allow me to say that. Tunafanya vituko kwa kanisa, ati nani anataka kuokoka? Unaona, unalazimisha mtu akuja kuokoka. Hata okoka. Soma Matendo ya Mitume. Imani yetu iko na msingi kwa Matendo ya Mitume. Waliookoka 3,000 wa kwanza, nani aliwaambia nani anataka kuokoka? Inaitwa Otakon. Mungu saidia watu. Ulisoma hapo kwa Peter, naita watu wanataka kuokoka wakaje 3,000. Hakuna, hakuita. Kitu kilichoita watu ni neno hiyo ya ukweli. Bwana, neno ya ukweli nasumbua.
Asema wakaguswa na mioyo. Ukiwa ndani ya Kristo, matamshi yako ama kuhubiri kwako ni tofauti na wale watu wote wako kanisani. Haleluya. Nasikia kuongea sana. Nasikia moyo wangu. Acha, by the time tumalize utasema amina. Peter hakuita watu wakuja waokoka, walijikujia wenyewe, walijileta wenyewe. Why? Kwa sababu mioyo yao iliguswa na neno la ukweli, ikiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Wakaguswa kabisa, hawakujizuia. Unajua tunafanya katuni kwa makanisa ati naye anataka kuokoka leo, naye anataka kupeana moyo wake, maisha yake na Kristo. Hiyo Sunday tu, na hiyo maombi yako utamuombesha, na hiyo maombi uliomba ati sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, wavuta jina langu kwa kitabu cha maiti, waandike kwa kitabu cha uzima. Nani alikuonyesha ati jina lako liko kwa kitabu kwa mauti? Nani alikuonyesha? Unaona, hiyo si maombi, inatoka kwa moyo wako, inatoka kwa huyu mwenye unataka kupendeza kusimama juu, kwa sababu alikuita. Kama angekuita haungesimama. Okovu wa ukweli na neno la ukweli inasumbua mtu hata toka kwa hiyo kanisa bila kusimama juu peke yake. That are different of those who are living in Christ. Mahubiri yao ni tofauti na watu wote. Unapata mtu njoo hapo mbele ya kuhubiri, aite mke wake amkisa hapo mbele ya watu, mke wake amhaga hapo mbele ya watu, mbele ya kuhubiri. Now I want to show you my beautiful wife. She will pray for Duku. That is not the life of those who are living in Christ. Mtu anaanza ushuhuda wa nyumba yake, ushuhuda ya familia yake. Vile alisafiri sana, ako na gari kubwa, amejulikana na wazungu. Inachukua 1 hour kuongea vituko. Watu wale walioishi, wanaoishi ndani ya Kristo hawana na muda wa kupoteza. Ndugu, aliyetuokoa ni Kristo. Manake mahubiri yetu inaanza na Kristo, tunaimaliza na Kristo. Hatumalizi mahubiri na ushuhuda ya kwenda Ulaya na kurudi. Tatu ya kanisa imekosa nguvu. Na kila kitu ningia ndani ya kanisa. Waganga wako ndani ya kanisa, wachao ndani ya kanisa, waizi ndani ya kanisa, wakora ndani ya kanisa, washarati ndani ya kanisa. Mimi natoka wapi ndani ya kanisa? Acha nikwambie, kuna mahali fulani kanisa unaijua, sitaki kujitaja mahali fulani, kwa sababu ya kupenda kuvutia wa vijana kwa kanisa. Una allowed vijana wanakuja kwa kanisa na wasichana wakiwa wawili. Ukiwa mmoja wao, kukawa Friday fulani wakawa na overnight wa youth overnight. We want to empower our youth. Do you know what happened? Basi alikuja akafanya 20 minutes. Akatoka akaacha youth na youth wenyewe waongozane. Na kuambia waliongozana, wakaongozana. Na waliendelea kuongozana. Saturday morning, wakati wa kuosha hall wanakuja kuosha, waliokota condoms carton mzima used. Wapi? Ndani ya kanisa na kwa madhabahu. Si walikuwa naongea kwa lugha wakiwa na condoms kwa mfugo.
Si walikuwa wanaongea kwa lugha wakiwa na condoms kwa vibeti vyao. Mwenye kuosha kanisa hiyo siku walishtuka wote, hawakuamini. Are you going to convince me that they are in Christ? No. Wako ndani ya kanisa. Hakuna woga ya Mungu tena. Unaona vitu watu wanaogopa hivi, wanaogopa ogopa virus. Inaitwa nini? Ogopa virus ama corona, corona virus. Nini inaita ogopa virus? Kwa sababu inatisha ulimwengu. Kuna mainchi wanafunga hata makanisa. Wengine sasa wako nyumbani wametulia. Ungejua what is going on to those who are living in Christ as I am. Let me tell you, as I am. Siogopi chochote. I'm okay. Nasalimia watu wote. Naingia mahali popote. I'm okay. Sina woga. Why maisha yangu yuko mahali watu wote wanaweka maisha yao. Maisha yangu yuko ndani ya Kristo. Ananishikilia. Ukisoma Isaiah 43, 45, 44, I said, because you are so precious to me, that's why I called you by your name. Oh, praise God. Hallelujah. Those who are living in Christ hawana woga. Why? Kwa sababu wako mahali patakatifu. Si wale wanajipaka mafuta, si anointing oil haiwezi kufukuza corona. Anointing oil haifanyi kazi. Sasa ni maji kwa mtungi na sabuni waosha mkono wakati unapoingia kanisani. Oh, pole. Mungu awasaidia sana. Ndugu, hakuna mahali utapata usaidizi, hakuna mahali utapata usafi wa ukweli kama si ndani ya Kristo. Hiyo maji inaweza kuwa affected kitambo, but ndani ya Kristo, you are safe. You are safe. Sikiliza. 1 Corinthians chapter 15 from verse 45. Paulo anasema hivi, tulipoteza uungu wetu through Adam na mke wake. Tukatuletea shida, tukapoteza uungu. Tukapoteza uungu wetu. Wewe ni wa Mungu. Uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Maana wewe ni Mungu mtoko. Remember what God told Moses. Moses, mimi nitakufanya Mungu na Aroni ndugu yako atakuwa nabii wako, kwa sababu atatafsiri ujumbe kutoka kwako. Maana wewe ni Mungu. But kwa sababu ya Adam tukapoteza hiyo nature of God. Tukaipoteza kupitia Adam. That relationship na Mungu ikapotea kwa sababu ya Adam. Sasa tulitoka kwa damu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulitoka kwa damu yake. Na after watu kuhangaika, Mungu akaua watu, akatafuta how to renew this nature of these people. Ilibidi Yesu akuje. Manake wanaoishi ndani ya Yesu wamechukua upya uungu iliyopoteza na Adam. The new nature
the nature of God is not in church today. The nature of God is not in America. The nature of God is not everywhere. The nature of God is inside Christ. If you want to be a small God as before, just welcome. I welcome you inside Christ. And you will recover. We will recover. Hautaogopa kitu. We will recover. The nature of Christ is not in our churches. No matter how big it is. No matter how smart it is. But the nature of Christ is in Christ. When you are entering, you decide today to go to live in Christ, automatically and spiritually, you recover that nature, and your life never ever be the same. Why? Because of that nature, you recover. That's why it is more important, very important, beloved, to live in Christ. He will transform you. He will change you. Whatever you are looking is in Christ. Biblia inasema kwa wale wote waliomwamini na kumpokea, wanawapa nguvu ya kuitwa wana wa Mungu. Hauitwi mwana wa Mungu kwa sababu unaenda kanisani. Hauitwi mwana wa Mungu kwa sababu unahubiri na Biblia kubwa. Hauitwi mwana wa Mungu kwa sababu kuna gari kubwa. Unaitwa mwana wa Mungu wakati unaamua kwenda kuishi ndani ya Kristo. Unarudisha uhusiano uliopotea. Oh, Bwana asifiwe sana. That's why wanaoenda kanisani unapata ni wale tu. So unaenda kanisani, ulikuwa msharati, unaenda kanisani kama hujaamua kuingia ndani ya Kristo, utapata makastoma wako hapo wanaongoje pia. Na washarati wa kanisa wanajuana. Pastor akiwa msharati kwa kanisa wanajuana na wale washarati wadogo. Yeye akiwa pastor wao wanajuana. Pastor akiwa na ukora wanajuana na wale ukora wengine wadogo ambaye anaongoza wanajuana. Hiyo si maisha ya Mkristo. Mkristo si yule anatembea na Biblia ama kuimba ama kusafiri. Mkristo ni yule ana maisha ya Kristo, anafanana na Kristo, anafanya nguvu kutembea vile Kristo alivyotembea, kuishi vile Kristo aliishi kwa utakatifu. Kristo Yesu aliishi kwa utakatifu, hakuishi kwa uchafu wowote. Na tena unapata courage ya kumwambia pastor wako, this is my girlfriend or this is my boyfriend. Shame on you. Na pastor anacheka na anaanza kuombea muendelee vizuri. Oh, pole. Hiyo si maisha ya wale wako ndani ya Kristo. Hiyo ni maisha ya wale wanaongojea virus. Wanaongojea tuweka maji kwa makanisa, tuweka perfume kwa makanisa, wakuje waosha mkono na safisha moyo. Wakati moyo wako utakuwa safi, hata virus hiyo haitafika mahali huko. Ogopa virus, ni wewe ndio unaogopa. Nani aliona macho? Unajuaje kama si mkono wa Mungu sasa? Kuonyesha ulimwengu ya kwamba yeye ni Mungu peke yake, hakuna mwingine. Kwa wale wanaoabudu miungu na vitu. Sijana Washington walitangaza hadharani, kanisa ya washetani walitembea jana wakivaa black. Jana walitembea Washington yote. Washirika wao ni wengi pia. Ndani anajua ni mkono wa Mungu
nyuma yake. Kitambo uzaliwa ulisikia hiyo jina ati corona. So Japanese ndio walitoa gari inaitwa Toyota Corona. Na hii inatoka wapi? Si upande yao. Pay attention. Ogopa Mungu. Badilisha maisha yako, ogopa Mungu. Mkristo na kuongelesha, badilisha maisha yako, ogopa Mungu. Pastors, unaweza kunifuata baadaye, badilisha maisha yako, ogopa Mungu. Weka maisha yako kwa order, ingia ndani ya Kristo. Mwimbaji, unaimba sana, sauti mzuri sana, ogopa Mungu. Single ladies, ogopeni Mungu. Ogopeni Mungu. Ogopeni Mungu. Ukienda kanisani, tafuta njia yote, jifinya uingia ndani ya Kristo. Uishi ndani ya Kristo, utaisha vizuri. Kuna baraka yote ukiingia ndani mwake. Number 1, wanakufinya ndani, mafuta yote ya wizi, ya usharati, ya uongo inatoka. Kwa sababu si Matthew anasema vizuri sana. Upana ni njia ya watu wote, watu wote wanaingia. But nyembamba ni njia ambayo si ya watu wote. Hiyo ndio njia sasa ya ukiingia kwa hiyo njia nyembamba itakufinya. Uliingia mnono mrefu mkubwa. By the time utoka huko, watakunyorosha hapo ndani. Ukitoka huko si wewe tena. Tatu Paulo anasema si mimi ninayeishi, ni Kristo anayeishi ndani mwangu. Wow. Wakati Kristo anaishi ndani mwako, watu watashuhudia. Mwenye kubadilika haongei ya kwamba nimebadilika. Haleti ushuhuda wake peke yake. But waliokujua wanaleta ushuhuda wako. Waliokujua wanaambia watu. Wakati walipomuona Paulo Yerusalemu akihubiri Yesu, walishtuka wote, wakaambiana, it's not this Paul whom we sent to Damascus. Na mbona leo anaanza kuongea tena kuhusu Yesu, ana support? Ushuhuda wa Paulo ilitoka kwa watu walimjua. Do you have anyone to testify about you? Do you have anyone? A Christian, a man of God, full of anointing. Do you have anyone who can confirm what you have? Ni mafuta ya Bwana. Do you have anyone who can confirm kwa ukweli huyu mtu amebadilika? Do you have anyone, even your family, is there anyone who can confirm about you? How the fisher. Hallelujah. Walijuliza huyu ni nani huyu? Si Paulo? Si Paulo. Na mbona wakamuendea? What is this? What are you doing here? You preach Christ again, but we send you against those people. You know the answer? On my way to Damascus, where you people you send me, I saw. Woo! Hallelujah! I saw. On my way to where you send me, you people, I saw. I met someone. He changed my life. He transformed my life. I became what I am today because of him. That's glory. That's power inside him. Ndugu nakwambia dada, ukiingia ndani ya Yesu hautabaki the same. Kuna nguvu na moto, si joto. Kanisa imejaa na joto. That's why unaona watu wanatoka jasho. But mali kuna moto inachoma mioyo. Wakati moyo wa mtu umechomeka, mtu mwenyewe atasimama juu peke yake bila kuitwa kuja uokoke. Inawezekana uliitwa kuokoka, tatu haujaokoka. Amua kuokoka, ni kuamua. Unaamua peke yako, according to what you heard, according to the message. Unaamua from the message, from what you heard. Unasimama juu, unaanza kama ni kulia, hautajicontrol.
Roho Mtakatifu haiheshimu watu bwana. Uniulize nikwambie nikupea ushuhuda wangu. Is there anyone who can testify for you? If yes, praise God. Haijalishi watu wanaweza kuandika kwa mtandao, coronavirus, we come against you. Are you sure? Are you sure to be against it? Are you in Christ? Just those who are living in Christ wanaweza kufukuza corona. They have power and authority. But if you are living in your church, not yet. Don't even try. Don't even try. Nauliza wale wanaonunua mafuta, hawajapewa mafuta anointing ya kupaka kwa mikono kwa sababu ya corona. Na kama pastor mwenyewe anaogopa corona, siachukue ile mafuta hiyo ajipaka. Hallelujah. It is time for you to go back to your God. It is time for you to decide to go inside, to live inside Christ. And you will live, we shall live. Inside there is no corona. Ogopa virus. Inaogopesha ulimwengu wote. Wa Chinese wanafunga mdomo. Jana Spain iliua 353. Jana. Wanatetemeka hivi. But those who are living in Christ, hatuna mimi nimekuja hapa nasalimia watu wote. Ukiona corona yako, ni yako peke yako. Hakuna ati niasalimia watu niwaambukizie. Mimi siko hapo. Wewe ndio unaniona, but my life is in Christ. Time imefika. Mungu awabariki sana. Amakaro asante. Pasandason asante. Lilian wangu asante sana from Amsterdam. Mungu awabariki sana. Acha tuombe. Bwana wewe asante. Naambia tu mtu mmoja amua kuingia ndani ya Kristo, atasikia raha. Yuko hapo ndani. Kuna utukufu hapo ndani. Kuna utakatifu hapo ndani. Kuna watu wa maana hapo ndani. Kanisa imejaa na vitu na watu. Naombea msikilizaji wangu anayenifuata, atakayenifuata baadaye. It is your time to decide to go inside Christ. He will make you happy and renew your life and your blessing. Kama wewe ni mgonjwa, nipigia simu kwa ugonjwa unayokusumbua. I know my God atakupona. Bwana, asante kwa ujumbe wa leo. Naombea wapendo wote walichukua hiyo muda wa kunifuata. Acha ujumbe hii ileta jambo jipya ndani ya maisha yao, kwa sababu wamekusikia. Na wakabidhi mikononi mwako nyumba yao, wao very much protected. Watembea bila woga yoyote. Watembee na ujasiri na ushuhuda ya kwamba sisi tunaishi ndani ya Kristo. Hamna uchafu. Bwana wangu asante. Na kabisa wiki ijayo tena siku kama ya leo upate kunisaidie na kunifanya tena upya kusudi ya wapendo hao wabarikiwe. Kwa jina kuu la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Amen.
Nawapenda sana. Mungu awabariki. Next Tuesday